Jimbo letu limekuwa na historia ya changamoto ya maji kila kona ya jimbo letu, lakini kwa kiasi kubwa juhudi kubwa za serikali zinaonekana na miradi mingi inaendelea vizuri. Lakini leo tuko kwenye kata ya Mswakini, kwenye chanzo cha maji hapa kijiji cha Naitolia, ambako tunategemea kwa maelezo mazuri ya mtaalamu, mradi huu ni mkubwa, shilingi bilioni 1.9. Unakwenda kusambaza maji kwenye tenki ambalo litajengwa pale shuleni. Lakini utasambazwa maji kwenye vijiji vya Mswakini chini na Mswakini juu. Lakini muhimu zaidi ni matumizi haya maji kwenye shule yetu ya sekondari kwa ajili ya watoto wetu. Tunajua itasaidia na kaya zingine zinazozunguka kwenye vijiji jirani. Lakini sana ni muhimu kama alivyosema Mheshimiwa Diwani kupata mabomba yale ya kusambaza maji. Tunaelewa tenki linakamilika karibu, lakini mabomba ya kusambaza maji angalau kwanza wanafunzi shule yetu ya sekondari wapate maji na sehemu zile jirani. Mtaalamu amesema kuna fedha ambazo zilikuwa kwenye budget, tunatafuta shilingi milioni 333. Kwa hiyo tutasaidiana na ndugu yangu Mheshimiwa Diwani kuendelea kumkumbusha waziri wetu wa maji ambaye ni msikivu sana kwamba tuharakishe fedha hizi milioni 333 zinapatikana ili kukamilisha mradi huu wa maji wa Mswakini, ili angalau kwanza watoto wetu waondokane na adha kubwa wanayopata ya maji wa shule ya sekondari. Kwa nichukue fursa hii kukushukuru sana wewe na Mheshimiwa Rais wetu kwa kutupatia huu mradi kwa ajili ya wananchi wetu wa kata nzima ya Mswakini. Kwa sasa hivi hawajaanza kutumia maji popote kwa sababu maji bado yako kwenye kisima. Tukishafunga pampu sasa wataanza kutumia kwa sababu na tenki yetu itakuwa limekamilika, na bahati nzuri ukifanikiwa kufika kule utaliona linajengwa kule Mswakini sekondari kama utapita. Kwa hiyo kuja kufika mwishoni mwa mwezi huu yule supplier atakuwa amekuja kufunga pampu. Kwa hiyo watu wataanza kupata huduma pale sekondari na maeneo jirani. Tuna mpango wa kuleta umeme wa TANESCO hapa. Ili sasa kama kuna mawingu na kwa changamoto tunatumia umeme wa TANESCO. Kama umeme labda unakatika tunatumia sola ili huduma iwepo muda wote. Kwa hiyo mimi ningeshauri na uzuri upo na fedha hizi zinatoka serikali kuu. Kwa hiyo nyinyi ndio mnafika kule. Toka jaribu kusukuma, alafu tunapofikia kwenye kiangazi mwaka huu na unaona mwaka huu na wenyewe kidogo mvua inasuasua, tusiingie kwenye matatizo kwa sababu sasa hivi wale sekondari ni Mungu saidia tu kwa wanafunzi wale kupata maji. Na maji tunayotegemea ni haya. Kwa kweli tuna imani na tunaishukuru serikali ya awamu ya 6 kwa kazi kubwa inayofanyika. Hapa nilikuwa naongea na mwalimu wa sekondari. Mfano sisi hapa leo tunajenga kisima pale sekondari na shule mpya. Hii ni mwaka wa 2. Yes, kuna shule zingine ambazo ni za miaka nenda rudi lakini bado hazina maji. Kwa hiyo kwa kweli serikali imefanya kazi. Mimi mwenyewe naakiri kwamba kuna kazi iliyofanyika. Lakini inahitaji jitihada. Alau basi tuweze kuwaponya kwa sababu ndio kusudio la serikali. Kwa hiyo kwa kweli nashukuru umefika, umeona. Wewe ndio sauti wetu ngazi ya bunge na serikali kuu. Sisi tunaishia halmashauri pale, tunarudi, lakini nawe unaweza ukasukuma zaidi ili haya maji yanafika kwenye uchaguzi. Haya maji tayari yamesha